sana mgeni rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kwa hotuba yako nzuri ambayo ndani yake ina ukumbusho, ina maagizo, lakini vile vile ina maono ya serikali. Na kwa niaba ya Simba Sports tunasema tumeyapokea yote. Sasa ni wakati wa kumkaribisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu aje atuelezee yale ambayo amepanga kutuambia kutoka Simba. Lakini mwenyekiti, kwa heshima, kabla haujanyanyuka, niruhusu nitoe matangazo mawili muhimu kuelekea mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Stellenbosch. Simba Sports tumeandaa utaratibu wa usafiri wa kwa wale ambao wangependa kusafiri kwa usafiri wa ndege. Siku ya Jumapili ndege itaondoka Dar es Salaam majira ya saa 6 kamili mchana kuelekea Zanzibar, na baada ya mechi ndege itaondoka Dar es Salaam kurejea Dar es Salaam saa 1:30. Simamaje? Kumbe mko aware. Hivyo saa 1:30 kutoka Zanzibar kurejea Dar es Salaam. Ndege hii gharama yake ni $360,000 kwenda na kurudi, na utapata tiketi ya VIPA yenye gharama ya shilingi $42,000. Lakini vile vile baada ya kufika katika uwanja wa ndege wa Zanzibar, tutaondoka kwa usafiri wa pamoja wa kukodi kutoka airport mpaka uwanja wa Amani, na baada ya mechi tutaingia kwenye mabasi yetu kurejea airport na kurejea Dar es Salaam. Kwa hiyo yote mwenye uhitaji na aina hiyo ya huduma, tutatoa namba ya simu kwenye mtandao wetu wa Instagram pamoja na Twitter, au kwa wale ambao wanaifahamu namba yetu ya Platinum wanaweza kuweka oda yao hapo na kulipa nauli yao hapo, na watapewa utaratibu zaidi wa safari yetu ya kuelekea huko visiwani Zanzibar. Safari ya kuelekea Durban kwenye mechi yetu ya marudiano, wale wote ambao wanahitaji kuelekea Durban kwenye mechi yetu hiyo wanaweza kukata tiketi kuelekea Durban, na tunasema hivi kwa sababu wengi tayari wameshakata tiketi ya kuelekea Cape Town. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwatangazia rasmi ya kwamba mechi yetu haitakuwa Cape Town, itakuwa ni Durban. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kwenda, basi usafiri wake umwelekeze Durban. Lakini vile vile tunafanya utaratibu wa kuzungumza na mabasi tuone kama tunaweza tukapata basi la kusafirisha abiria ambao wangependa kusafiri na basi. Tukifanikiwa kukamilisha utaratibu huo, tutawatangazia na kila mmoja atafahamu nini anapaswa kufanya ili aweze kusafiri. Baada ya matangazo haya, sasa kwa heshima na taadhima, nimkaribishe mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Nashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri na mgeni rasmi katika hafla yetu ya leo, si kwa nia ya kuvunja itifaki, lakini naomba kufanya mambo yafuatayo. Mchakato wa upatikanaji wa udhamini wa tenda ulikuwa na hali fulani ambayo kuna baadhi ya watu walidhani wanakandamizwa au kuonewa, lakini naomba nitumie fursa hii. Kwanza nimeona utakuta tunaongea mjumbe wetu wa moto na nitamuba tafadhali.
kamati ya tenda iliundwa na wajumbe wa bodi ambao ni wenye viti wa kamati ndogo za bodi. Kuwepo Dr. Muba ambaye ni mwenyekiti wa kamati yetu ya fedha, Isa Masud ambaye kwa bahati leo hayupo, amesafiri kwa shughuli za mambo haya ya timu, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya audit. Kita yeye ni mjumbe katika kamati yetu ya fedha, lakini ni mwanasheria nguli ambaye anasaidia katika kutekeleza. Mohamed Nasr ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano yuko nje wa kazi. Dr. Chiduo mwenyekiti wa kamati ya youth ambaye leo pia amefutika nguvu, lakini kwa mwisho katika kamati hiyo kwa bodi ambaye ni kamati ya fedha, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Mimi nawapongeza sana wajumbe hawa kwa kazi kubwa walioifanya kwenye bodi, lakini haya yote ambayo tunayaona ni kutokana na moyo na imani yao dhidi ya klabu yao. Kwa hiyo kusema maisha hawa na ninashukuru sana. Asante sana. Kwa niaba ya wenzenu nawashukuru. Lakini wako watu baadaye nitawataja kwa mchango wa mawazo na ushiriki wao wa yakini katika utendaji wa upatikanaji wa huduma. Bodi nzima ya Simba baada ya kupitia mchakato wote umeshiriki na waelezea kwamba kwa benefits hizi ambazo tunapata hakuna sababu ambayo inaweza kufanya aliyeshinda au aliyeongoza kupewa hii. Historia tunaieleza Ahmed kwamba tulianza hivi kwa hivi, lakini mimi niseme mapinduzi ya kwanza katika uwezeshaji wa wauzaji wa vifaa vya michezo kwa vilabu yalifanywa na kazi hii. Yeye alifanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 kutoka kwenye jezi ambazo tulikuwa tunaletewa zawadi. Hapa nimemwona Jumapili sio ameshatoka, lakini wana Simba waliokuwa nje katika nchi za Ulaya na Arabuni. Hata dada yangu Asha aliwahi kuleta jezi kwa timu. Wakati huo tulikuwa tunaletewa jezi zenye nyekundu na nyeupe, ndio hiyo ilikuwa ni jezi ya timu. Lakini yeye akaja kuanzisha mfumo ambao ulikuwa unauza vifaa vinavyohusu Simba. Licha ya kuwa kutokana na hali ya mfumo wa uendeshaji kwa wakati huu kulikuwa hakuna mapato. Vunja Bei nilitamani sana Fred ungekuja hapa mbele. Yeye ndo aliyekuja kuleta mpango haswa, yani tunasema game changer alikuwa yeye. Hata ungesimama hapo, unajua sisi wa Tanzania tuna tabia sana ya kuwasifia watu, tayari jeneza lake liko pale ndio tunaanza kumpa sifa. Mimi nasema hiyo sio haki na tunazungumza hivi kwa wazi na upana. Tunakushukuru sana kwa moyo wako wa imani na kufungua mawazo ya namna ambayo tunaweza kuboresha na kuongeza mapato kwa jamii. Asante sana. Sunderland amefanya kazi yake, lakini Yeruti amekuja kuleta mapinduzi makubwa zaidi ambayo yanakuongeza. Lakini umetoa ahadi nyingi kwa vile hizi sio kwa. Umeahidi hizi other benefits tunazipokea. Lakini umeahidi international brand. Wana Simba wanakuja kukuona siku. Jamani, ile jambo nilitamani lakini nimeshindwa. Hawatakuelewa. Kwa hiyo niseme kama hilo, nifanyie kazi na kuhakikisha kwamba linaenda vizuri. Mchakato wetu wa tenda kama alivyosema Dr. Muba ulijumuisha kampuni 8. Kati ya kampuni hizo 8, kampuni nyingine zilikuwa ni kampuni za nchi. Na sio kampuni za nchi ndogo, kampuni za nchi kubwa ambazo zinahudumia timu za taifa, zinahudumia na vilabu vingine vikubwa katika bara la Afrika na Ulaya. Kwa hiyo niseme tu kwamba uwekezaji katika michezo umechangia kwa kiasi kikubwa sana
kuvutia wawekezaji wa nje kuona kwamba Tanzania ni moja kati ya sehemu ambazo inafaa kuwekeza. Kwa hiyo tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali, mazingira wezeshi yanavutia sana kuleta uwekezaji katika sekta hii. Matarajio yetu sisi tumezungumzia swala la ukuzaji wa miundombinu ya michezo. Kuna vitu ambavyo labda kwa uchache ni kusema eneo mojawapo katika Tanzania, sports medicine doctors na medical professionals katika sports Tanzania, kama tunawahesabu hawawezi kuzidi 5 au 6, hawapo. Na ndio maana tumesema kwamba tutatengeneza hii facility sio kwa manufaa ya Simba peke yake, na wale wengine ambao watakuwa na nafasi ya kuja kujifunza kwetu tunawakaribisha kuwa ni sehemu ya mafunzo na kuhamisha ujuzi, sababu tunaajiri watu wengi kutoka nje. Kwa hiyo katika ile transfer of skills na expertise watakuja kufanyia Simba, na hatutoangalia rangi, tutaangalia ni Tanzania kitu vigezo watakuja kupata watu licha ya imani na akili. Hilo tunakuwa hiyo tunawazidi serikali. Lakini lingine, Ahmed amesema yeye na wenziwe ni moja kati ya wataalamu wachache katika sekta ya michezo ambao wanaweza kuwa wanaweza, lakini tunaimarisha wafanye vizuri zaidi na kuifanya hilo uwezo kufanya mtaani. Lazima tuwe na chuo maalum. Kwa hiyo studio ambayo tutaingenga itakuwa ni sehemu ya uzalishaji wa bidhaa za Simba, lakini pia tunakuhakikishia itakuwa ni sehemu ya mafunzo kwa wengine kuja kujifunza. Waandishi wanafahamu kupata maeneo ya kwenda kufanyia mafunzo kwa vitendo kazi. Simba inaahidi kufanya hilo, na tunahakikishia kwamba serikali itashirikiana na ninyi katika kutekeleza hilo. La mwisho sio kwa umuhimu, Jerut amesema tutafanya uendelezaji wa uwanja wetu pale, na wahakikishia wanasimba wote katika mipango yetu tutashirikiana. Mpango ambao Jerut amekuja nao itakuwa ni sambamba na mwekezaji mwenza ambaye tumeshirikiana naye kutoka hatua za mwanzo mpaka sasa hivi, na tuna mpango endelevu wa kuweza kuendeleza ile eneo. Kwa hiyo tutajenga huo uwanja, tutajenga viwanja vya mazoezi, tutajenga hostel, tutajenga ofisi na kadhalika, kwa kushirikiana na familia yetu ambayo tuko nayo katika. Kwa hiyo mpango huu hauhami katika mpango wetu wa muda mrefu ambao tunakuwa nao. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba isilete contradiction yoyote. Hii ni maendeleo ya Simba, kila mmoja atashiriki kwa upande wake, na tunawakaribisha wengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi kuja kuingia na kuwekeza na hayo maeneo. Na kwa kumalizia, nilisema hapa nitawataja baadhi ya watu, lakini hapa leo mwana ni Tanzania. Tunakushukuru sana bwana kwa mchango wako na mchango wako kufikia uainishaji na kweli yuko kweli wapi, na sana hapa kuhusu yuko Maiwiba umetamkwa hapa, lakini mimi kwa nafasi yangu ya msamo mwenyekiti wa bodi tunawashukuru wote wako, tunashukuru kazi kubwa ya wanasimba wote ni kujenga Simba yao. Kwa hiyo nyote mmeshiriki katika hilo, lakini jengo tumesema hapa bwana, sisi katika mpango wetu tutajenga ofisi, na hiyo ni mpango ambao unaendelea sasa. Tunapata nafasi ya kushirikiana na Issa Batenga, tukutana naye hapo wakati kama bado yupo naye au ungesimama bwana. Kwa wale wanasimba ambao wafahamu, Issa Batenga ni mjumbe wetu wa kamati nyingi sana, hata huu ujenzi ambao tunazungumza, michoro, maandalizi ya mipango mingi ndio anayefanya, lakini kwa sasa ndio mwenye nyumba wetu katika nyumba ambayo tunaitumia katika ofisi yetu ya Simba. Wewe umetoa mchango wako mkubwa kwa Simba yako, lakini ukiwa mwenye nyumba wetu tunakuahidi tutaendelea kushirikiana na wewe katika namna nyingi, na hatutoama hapo tujiandaa. Mwisho tunakutakia heri kwa utekelezaji wa mkataba wako na Jerut, lakini tunategemea kwamba yale ambayo tumeyazungumza kwenye kamati zetu na bodi kuhusu uongezaji wa thamani ya bidhaa za Simba na wigo wa bidhaa, tunategemea kufanyike kwa weledi, kwa wakati na katika bei ambayo ndio umeahidi.
kuwalinda kwa kila mwanasimba. Zaidi hapo, tunashukuru wote ambao wameweza kushirikiana. Viongozi wetu kutoka katika ngazi za wilaya, tunawakilisha wilaya zingine, lakini wanasimba wengine ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vya habari. Tunawashukuru nyote. Jaji, tunakushukuru sana kwa uwepo wako hapa, na tunachelea sana kumita mzee Mihayo kwa sababu ni mwanangu. Hawa wasukuma sisi ni wapendo. Kama mheshimiwa waziri mkuu anajitahidi kusema mimi ukiniita Makonde unajulikana. Kwa Makonde sisi tulikuwa tunachukulia kama ni sehemu ya mifugo. Kwa hiyo ukiniita mimi Makonde unajulikana, lakini haya ndio maisha yetu ya Tanzania. Tunawashukuru sana management ya Simba kwa kazi kubwa ya kufanya maandalizi ya tukio hili, lakini na wote ambao wameshiriki kwa jioni hii. Tunatakia heri Mungu wetu na tufikie maisha. Tunaomba kuishi salamu zetu na shukrani kwa rais na uongozi wote wa serikali. Tumepata ushirikiano wa kutosha katika maeneo yote ndani na nje, na tunatarajia kupata ushirikiano huu katika maandalizi. Tunaamini kabisa mechi hizi zilizobaki tutafanya kile kinachowezekana kuhakikisha ushindi unapatikana, na wale ambao wanawakilisha timu za nje hapa tuko nao, tutashirikiana nao na tutahakikisha kwamba hila na fitina zao ziko ile kutoboa. Sisi tutashinda. Asante sana. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.